Upendo wa kafara sehemu ya kwanza. Naam, karibu katika simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Upendo wa Kafara. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Anayetuelezea kisa hiki ni mwanamke anayefahamika kwa jina la Rehema. Ni mengi ambayo Rehema ameyapitia katika maisha yake na ni mengi ambayo anataka ujifunze kupitia yeye. Ni kipi ambacho kilimpata Rehema hadi atuambie kwamba upendo wa kafara? Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Rehema anaanza kwa kutuhadisia. Rehema anasema, wapo watu wengi wanaingia maishani mwetu kama nuru, wanatabasamu, wanatia moyo, wanaotufanya tuamini kwamba kesho yetu ni nyepesi. Na wapo watu wengine ambao wanakuja wakiwa wamejistiri kwa mwanga huo huo, yani ile hali mioni mwao wakiwa wamebeba giza zito lisilo na sauti. Hii ni hadithi ya mapenzi yaliyoanza kwa maneno matamu, yakakuwa kwa ahadi na akageuka kuwa safari ya hofu. Ni hadithi ya upendo wa kafara. Kwa jina langu mimi nafahamika kama Rehema. Ninatokea jijini Mwanza. Mimi sikuwahi kufikiria kuwa maneno niliyoyaona kwenye skrini yangu ya simu yangenibadilishia maisha yangu milele. Mimi nilikuwa ni msichana wa kawaida tu. Nilikuwa nikiishi maisha ya kujituma, nikiamini upendo wa kweli upo, ingawa sikuwahi kuupata. Na siku hiyo nilipoamua kujiunga na mtandao wa kijamii, sikuwa natafuta mapenzi, la hasha, bali nilikuwa natafuta mazungumzo, pengine marafiki wa kunielewa. Na ndipo ujumbe wa mwanaume mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Baraka ukaingia katika simu yangu. Maneno yake ya yule mwanaume yalikuwa laini, maneno yenye heshima na maneno ya kuvutia. Mwanaume yule hakuwahi kuharakisha mambo kwangu. Alijua kuniuliza siku yangu ilikuwaje. Alinipa muda, alinifanya nijisikie wa thamani, na kadri siku zilivyopita, mazungumzo yakageuka kuwa ukaribu na ukaribu ukageuka kuwa mapenzi. Mwanaume yule aliniambia kwamba yeye anatokea mkoani Kigoma. Aliniambia ananipenda hata kabla hatujaonana ana kwa ana mimi pamoja na yeye. Aliniambia Rehema mimi nitakuwa mwanamke wake wa mwisho katika maisha yake. Na bila hata kuonana ana kwa ana, mwanaume yule alianza kunihudumia. Alinipa mahitaji madogo madogo. Hata ndoto zangu niliona kama ni muujiza. Niliona kama ni bahati ya mtende ambayo imenipata. Yani wakati mwingine nilikuwa nikimfikiria sana huyu mwanaume, kwamba ni mwanaume wa aina gani, mwanaume ambaye anaweza kunihudumia Rehema mimi, mtu ambaye hatujai kuonana. Na tulidumu katika mahusiano takribani miezi 6 na hajawahi kuwa na pupa ya kutaka tuonane naye ana kwa ana ili tufahamiane zaidi. Na mara nyingi nilikuwa nikimwambia kwamba ni lini tutaonana, alikuwa ananiambia kwamba yeye hana mashaka na mimi, maadamu amenipenda kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu yeye ni mtu mfanyabiashara mkubwa sana na anatingwa sana na kazi. Hivyo siku akipata muda ataniambia ni wapi ambapo tukutane ili tuweze kuzungumza mambo mengi sana. Na kitu ambacho kilizidi kunifurahisha ni kwamba aliniambia kwamba hata wazazi wake tayari ameshawapa taarifa kwamba tayari ameshapata mpenzi na anataka kuoa. Yani taarifa hizo zilinifurahisha sana. Yani ukizingatia na jina lake ambalo aliniambia anaitwa Baraka, jina lenye uzito, jina lilonifanya nijisikie nimebahatika. Yani kila nilipolitaja jina lake moyo wangu ulijaa fahari isiyokuwa na kifani. Rehema mimi nilikuwa nikimweleza mwanaume huyu alijitambulisha kwangu kwa jina la Baraka. Nilikuwa namweleza kila kitu. Nilimweleza ndoto zangu, hofu zangu, hata maumivu niliyowahi kuyapitia. Na yeye Baraka alisikiliza, hakunitupilia mbali, hakunifanya nijisikie mdogo, na kinyume chake alinijenga kwa maneno. Alinifanya nijione Rehema mimi ni wa kipekee. Na siku moja niliamua kumwambia rafiki yangu wa karibu anafahamika kwa jina la Mariam. Niliamua kumwambia kuhusu mahusiano yetu mimi pamoja na Baraka, mwanaume ambaye nimekutana naye mtandaoni. Nilimwambia Mariam,
nilimwambia kwamba nimepata mwanaume aninijali kwa dhati. Yani nikamwambia kwamba Mariam, hebu fikiria kwamba hata kabla tujaonana, lakini mwanaume huyu anahakikisha kwamba anatatua changamoto zangu zote ambazo nakabiliana nazo. Huwa ananiuliza kama nimekula, kama niko salama, kama nina furaha au la. Kiukweli rafiki yangu Mariam, najikuta nazidi kuchanganyikiwa juu ya mwanaume huyo. Mariam aliniangalia Rehema mimi kisha katabasamu. Mariam alifurahi kwa niaba yangu. Mariam alinishika mkono na kusema, Mariam akasema Rehema, hongera sana rafiki yangu. Unajua siku hizi ni wanaume wachache wenye tabia kama za huyo mwanaume ambaye umenielezea. Kama mwanaume anakujali hivyo, basi umepata. Basi Rehema, mimi baada ya kusikia maneno kutoka kwa rafiki yangu Mariam, nilijivunia sana. Nilijisi kama nimewashinda watu wengi. Nilijisi kama mapenzi hatimaye yalikuwa amenichagua. Lakini tabasamu la Mariam lilibadilika ghafla. Mariam akanyamaza kidogo, kisha akaniangalia kwa macho yenye mchanganyiko wa utani na tahadhari. Mariam akasema, lakini rafiki yangu, mbali na yote hayo, unatakiwa uwe na tahadhari na unatakiwa pia uwe makini. Nikamuuliza, makini kivipi Mariam? Mbona sikuelewi? Mariam akashusha sauti kisha akasema kwa sauti ya upole na utaratibu. Mariam akasema, Rehema, inamaanisha kwamba mwanaume ambaye hamjawahi kuonana lakini anakupa kila kitu kwa urahisi, usije ukawa umeangukia kwenye penzi la jini. Rehema anasema, mimi baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa rafiki yangu Mariam, nilicheka sana. Niliona kama rafiki yangu alikuwa anatania. Nilimwambia Mariam, nikasema, we Mariam, hebu acha mambo ya kuogopesha hapa. Baraka ni binadamu kama mimi na wewe. Ushawahi ona wapi jini linatumia mitandao ya kijamii, Facebook? Kweli hilo jini basi litakuwa la mwendo kasi. Jini linataka kujua mimi niko salama, nina njaa au kuna changamoto ambayo napitia. Angekuwa ni jini, kila kitu angekuwa nakijua kabla yangu mimi. Bwana ni mtu, ni binadamu tu. Ondoa shaka rafiki yangu. Lakini nimependa, asante kwa kujali rafiki yangu. Rehema anaendelea kueleza, anasema kwamba baada ya kumwambia maneno hayo rafiki yangu Mariam akasema, sawa Rehema, mimi sina kitu kingine tena cha kukushauri. Madam ni wewe umependa, haya tutayaona. Rehema anasema, lakini baada ya maongezi hayo, moyoni mwangu kwa sekunde moja tu, maneno yake Mariam yalinigusa sana. Yalinigusa kama mwanga wa radi unaopasua anga kisha kutoweka. Basi maisha yaliendelea. Mimi na Baraka tunaendelea kuwasiliana. Lakini siku moja nilijikuta nikifikiria sana juu ya mahusiano yetu mimi pamoja na Baraka. Kuna wakati nikaa najiuliza, nikasema huenda ikawa kweli Mariam alikuwa anaongea ukweli. Ni mwanaume gani katika karne hii, kizazi hiki, akawa anamhudumia mwanamke pasipo kuonana naye hata siku moja? Eti kisa tumekutana naye tu mtandaoni? Haiwezekani. Ni wanaume wachache sana. Isije akawa ni mtu mbaya huyo anataka kuniharibia maisha yangu. Hebu ngoja nimuulize. Nikaa najiuliza maswali mengi ambayo yalikosa majibu. Basi nilikuwa nafikiria sana kuhusu mapenzi yetu yalivyokuwa mazuri. Ndiyo, mapenzi yalikuwa ni mazuri, huduma zilikuwepo ndio, lakini moyoni mwangu kulikuwa na swali lililokuwa linipi usingizi kabisa. Basi ikabidi nimtumie ujumbe mfupi wa maandishi Baraka. Nikamuuliza Baraka, nikasema, Baraka, naomba uniambie ukweli, tena uniambie ukweli kutoka ndani ya moyo wako. Baraka baada ya ujumbe huo kufika, naye pia akatuma ujumbe, akasema, niambie kipenzi, hata usiwe na hofu, ni kipi ambacho kinakutatiza? Basi na mimi ikabidi nimuulize Baraka. Nikamwambia Baraka, una malengo gani na mimi? Unaniona wapi katika maisha yako? Nilituma ujumbe huo kwa mikono inayotetemeka kidogo. Niliogopa jibu lake. Niliogopa pia kama angebadilika. Lakini Baraka hakukawia kujibu ujumbe huo. Baraka akajibu kwa maneno yaliyoyeyusha moyo wangu. Baraka alijibu hivi. Baraka alisema, Rehema, tangu siku ya kwanza nilipoanza kuzungumza na wewe, nilijua wewe si wa kawaida. Nilijua kwamba wewe ni mwanamke niliyekuwa namngojea bila kujua. Swali lako ambalo umeweza kuniuliza kwamba nina malengo gani na wewe, majibu yake ni haya hapa. Malengo yangu kwako ni kukuona ukiwa salama, ukiwa na furaha na ukiwa wangu milele. Baraka akaendelea kutuma ujumbe, akasema, Rehema, usijali kama bado hatujaonana. Moyo wangu tayari umekutambua. Niko tayari kukupa kila ninachoweza kwa sababu furaha yako ndio furaha yangu. Basi Rehema, mimi nilisoma maneno yale mara mbili. Machozi ya furaha yalinijaa, hofu zangu zikapungua, mashaka
yakanyamaza. Baraka akaendelea kutuma ujumbe. Baraka akasema, Rehema, usiruhusu mtu yoyote akuingizie hofu katika moyo wako. Upendo wa kweli hauhitaji macho, bali unahitaji mioyo, na Baraka, mimi nimekuchagua kwa moyo wangu wote. Basi baada ya kusoma ujumbe huo, nilipumua kwa kina. Nilijisikia kama Rehema mimi nimependwa, tena upendo wa dhati. Nilijisikia kama nimeeleweka, yani nilijisikia salama. Basi Rehema anaendelea kutueleza. Rehema anasema, baada ya maneno ya Baraka kunituliza moyo, niliamua jambo moja katika kichwa changu. Niliamua niwashirikishe ndugu zangu. Sikutaka kuendelea kubeba siri hii moyoni. Nilihisi kwamba huu ulikuwa ni mwanzo wa maisha yangu mapya, na nilitaka baraka za ndugu zangu. Basi siku moja jioni tulipokuwa tumekaa sebuleni, niliwafungulia moyo wangu ndugu zangu. Niliwaambia mambo mengi kuhusu Baraka. Niliwaambia kwamba mwanaume huyo anatokea Kigoma. Niliwaambia jinsi anavyonijali, anavyonithamini, na jinsi ambavyo hata kabla kuonana ana kwa ana amekuwa akinisaidia kifedha na kunitia moyo. Ndugu zangu wote walinisikiliza kwa makini. Uso wa dadangu mkubwa ulitabasamu kwanza, kisha akasema, Rehema, kama kweli kuna mwanaume anayekujali kiasi hicho, basi ni jambo jema. Hongera mdogo wangu. Kakangu naye akaongeza, akasema kwamba Rehema, katika ulimwengu huu si kila mtu anakutana na mtu anayejali moyo wako. Wengi hujali muonekano. Basi huyo ni mwanaume bora kwako. Kama mtu amjaonana tu, amekuona mtandaoni, lakini anajihisi yuko huru kwako, ni jambo jema. Rehema anasema, moyo wangu ulijaa furaha. Nilihisi nimeungwa mkono na ndugu zangu. Nilihisi nipo sahihi. Lakini furaha ile haikukosa kuambatana na busara. Mama yangu alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Mama yangu akasema, mwanangu Rehema, tunafurahi kukuona ukiwa na furaha, lakini kumbuka kwamba mwanaume ambaye hujawahi kumwona ana kwa ana ni lazima umchunguze mara mbili. Mama yangu akaendelea akasema, Rehema binti yangu, mapenzi ya kweli hayakimbii kukupa kila kitu bila kujua ulipo, unaishi vipi na unatoka wapi, na usiwe mwepesi kuamini sana binti yangu. Kakangu naye akaunga mkono, akasema, ndio Rehema, mama anachokizungumza ni ukweli. Kuwa makini Rehema, usifungue moyo wako wote bila tahadhari. Dunia sasa ina mengi. Rehema anasema, baada ya kusikia maneno hayo, nilitikisa kichwa. Niliwaahidi kwamba nitakuwa makini, lakini moyoni mwangu nilikuwa tayari nimemwamini Baraka. Niliona onyo lao ni kama hofu ya wazazi pamoja na ndugu, na si kama hatari halisi. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi inayokwenda kwa jina la Upendo wa Kafara. Rehema bado anaendelea kutueleza kisa ambacho kilimtokea katika safari ya maisha yake baada ya kukutana na mwanaume wa mtandaoni, mwanaume ambaye anamhudumia kwa kila kitu, changamoto zote za kifedha ambazo anakumbana nazo. Basi mwanaume huyu ambaye amejitambulisha kwa jina la Baraka alikuwa akimhudumia Rehema, lakini ndugu zake Rehema wameshampa onyo kwamba awe makini na huyo mwanaume ambaye hajawahi kuonana naye ana kwa ana. Lakini kumbuke kwamba mwanaume huyo amesema ana malengo makubwa sana ya kutaka kuwa na binti huyu anayefahamika kwa jina la Rehema. Je, ni kipi ambacho kitafuata katika sehemu ya pili? Ili kuyajua yote hayo, usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Upendo wa Kafara.